Mwanamke mmoja Mkenya amehukumiwa kifo nchini Vietnam, nchi inayojulikana kwa sheria kali za dawa za kulevya. Mwanamke huyo aliyetambulika kwa jina la Macharia Margaret Nduta alipatikana na hatia ya kusafirisha zaidi ya kilo 2 za dawa za kulevya nchini ya mamlaka ya Vietnam. Ilimkamata kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Son Nhat katika jiji la Ho Chi Minh. VN Express inaripoti kwamba Nduta 37 alikuwa ameajiliwa na mwanaume mmoja nchini Kenya kusafirisha koti hadi Laos, nchi iliyoko kusini mashariki mwa Asia. Aliagizwa kupeleka mzigo kwa mwanamke huko Laos na kurudi na bidhaa ambazo hazijatajwa. Kwa jukumu lake katika operation hiyo alilipwa dola 1,300 sawa na takriban K shillings 167,000. Zaidi ya hayo, mwanaume aliyemwajili alilipa gharama zote za usafiri na ndani na tiketi zake za ndege. Kulingana na hati ya mashtaka, Nduta alianza safari yake Julai 7, 2023 akipita nchi nyingi kabla ya kuwasili Ho Chi Minh City, Vietnam. Julai 14, 2023 kwa sababu ya kuchelewa kwa safari yake ya ndege, wafanyakazi katika uwanja wa ndege wa Tan Son Nhat walimshauri kukamilisha taratibu za uhamiaji ili waweze kumsaidia kuweka tena safari ya kwenda Laos. Lakini wakati wa ukaguzi wa kawaida kwenye usalama kwenye uwanja wa ndege, maafisa wa forodha waligundua zaidi ya kilo 2 za dawa zilifichwa kwenye koti lake. Alipofikishwa mahakamani, Nduta alisisitiza kuwa hafahamu kuwepo kwa dawa za kulevya kwenye mzigo huo. Alishiriki kuwa alikubali tu kusafirisha koti hilo kama alivyoagizwa, akiamini lilikuwa na vitu vya kisheria. Waendesha mashtaka hata hivyo walitupilia mbali madai yake, wakisema kuwa utetezi wake ulikuwa jaribio la kukwepa kuwajibika. Walisisitiza kwamba watu wanaopatikana na kiasi kikubwa cha dawa za kulevya lazima wawajibishwe kikamilifu chini ya sheria za Vietnam. Sheria za Vietnam inasema nini kuhusu hukumu ya kifo? Siku ya Alhamis Machi 6, mahakama ya watu wa jiji la Hon ilimhukumu kifo Nduta, ikiimarisha sera ya Vietnam ya kutovumilia kabisa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Chini ya mfumo wa kisheria wa nchi, watu wanapopatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya wanakabiliwa na baadhi ya adhabu kali zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na kifungo cha muda mrefu au adhabu ya kifo kulingana na ukubwa wa uhalifu. Baada ya hukumu ya kifo kutolewa nchini Vietnam, mfumo wa kisheria hutoa mchakato wa mapitio ya kina kabla ya kutekelezwa. Kwa kawaida, kesi huchunguzwa kwa mara ya kwanza na mahakama ya juu ya watu na utawala mkuu wa watu, ambayo ina hadi miezi 2 kutathmini rufaa yoyote ya kipekee. Tena mtu aliyepatikana na hatia ana siku 7 za kumwomba rais wa taifa amhurumie. Juhudi hizi zinapofaulu, utekelezaji umeratibiwa, ingawa ratiba ya matukio inaofuatiana kulingana na mambo ya kisheria na maelezo na mahusiano ya kesi. Asante mtazamaji, ulikuwa nami ndani ya Kiswahili TV. Asante na karibu sana.